Karibu katika episode ya 5 ya recap yetu. Kama bado hujitazama sehemu ya 4, basi kisha unagusa hiyo pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Na kumbe yule mtoto mdogo aliyenasa katika filamu ni bibi ambaye ni mtu mzima sana kwa sasa. Ile ni nafsi yake iliyoanza kuzurura kutoka alipokuwa na kipindi cha miaka kama 6 mpaka 5 tu. Sasa tukirudi ndani ya filamu, bidada Samini anaendelea kuzunguka. Kumbuka kwamba ameweza kupotezana na mwamba Wicho. Kwa katika harakati zake za kuendelea kuzunguka, akatua katika jengo fulani ambayo ilikuwa ndio nyumba ya kale kabidada ambako kanalandalanda huko ndani. Lakini akaweza kuiona simu fulani ambayo ilikuwa katika dressing table. Alipotajibu kumpigia mwamba Wicho, akashangaa anaweza kushambuliwa wakati huo na kale katoto kadogo ambako kaliingia ndani ya filamu. Na bidada alipokuwa ameanguka chini, akaita jina la mwamba Sanogong, na kisha mwamba akawa ametimba hapo na kumsaidia, kisha akateketeza filamu nzima ile ambayo ilikuwa inaendelea kuonesha wakati huo. Lakini mwamba Sanogong baada ya kumtoa bidada mule ndani, yeye akawa anafikiria tu kuweza kulipa kisasi kwa mwamba Wicho kwa kitendo cha kumfundisha bidada namna gani ya kuweza kuiteka akili yake. Na siku ya leo alikuwa amechanganya damu kidogo ya bidada katika kinywaji ambacho alikwenda kumpatia mwamba Wicho, hasa kwa sababu mwamba ni demon. Kwa kitendo cha kuweza kunywa damu ya bidada, hii kitu ikaanza kumbadilisha mwili wake na kujikuta anarudisha katika hali yake ile ya kishetani. Na kumbuke kwamba jamaa ameweza kujilinda kwa miaka mingi asitamani damu ya binadamu ili aweze kuwa binadamu kamili. Na katika jambo baya ambalo Sanogong ameweza kumfanyia jamaa ni kuweza kumnywesha hii damu, kwa sababu jamaa alikuwa anakaribia kubadilika kuwa binadamu hii kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 150. Alafu siku ya leo kizembe namna hii mtu anajitokeza na kuweza kuzuia mpango wake jamaa. Na nyakati za jioni zilipofika, bidada Samil alitimba katika nyumba ya mwamba Wicho, lakini Wicho akawa anashindwa kujikontrol. Macho yake yakabadilika kuwa mekundu na kisha meno yake yakaanza kuchomoka. Hali yake ya ushetani ikaanza kujidhihirisha. Na mwamba Sanogong alipogundua kwamba Wicho hawezi kujikontrol, basi akamchukua bidada Samil na kumpeleka katika maeneo fulani vya kunywa vinywaji. Hasa bidada siku ya leo akawa anamuuliza Sanogong kwamba hivi wewe ni kosa gani ambalo ulikuwa umelifanya mpaka ukaweza kufungiwa katika ile milima ambayo mimi niliweza kufunguliwa kipindi kile. Lakini mwamba akasema kuwa hataki kabisa kuzizungumzia hizo habari. Bidada akasema pole bana, kwa sababu kama uliweza kufungiwa kwa zaidi ya miaka 500, basi bila shaka ulikuwa ni mpweke sana kipindi hicho. Jamaa akasema kuwa sihitaji kabisa kuzungumzia habari hizo. Mwamba Wicho alipojigundua kwamba hana uwezo sasa kukabiliana na bidada Samini, akaamua kuwa atakuwa anajitenga sana na huyu bidada na atakuwa anahakikisha anakaa naye mbali. Lakini siku ya leo baada ya yeye kuweza kutazama filamu fulani hivi, akawa anatoka na bidada Samini akawa anatimba katika mitaa hiyo. Mwamba anajitahidi sana kujizuia na hali yake ya kivampire inazidi kujitokeza mara kwa mara. Hiki kitu Sanogong alikuwa akiweza kuiona. Mwisho wa siku akaenda akamchukua mwamba na kumweka katika lifti. Lakini siku ya leo upande wa pili, huku bidada Samini alikuwa amealikwa katika nyumba fulani vya bidada mmoja mwenye nywele fupi akiwa anataka kuuza nyumba yake. Lakini walipokuwa wakimwangalia bidada, wakaanza kushtukia kwamba bidada amefiwa siku ya jana tu na mume wake, alafu siku ya leo anauza nyumba. Ni kwa nini kitu kinawezekana? Lakini wakati bidada anaendelea kuondoka baada ya kuikabidhisha nyumba, wakashangaa kwa nyuma ya bidada kuna mianga ya blue ilikuwa inatoka. Na inaonekana kwamba huyu mwanamke katika maisha yake ya kabla alikuwaga na nywele nyingi sana, lakini kuna mtu mmoja aliweza kumkata nywele zake ndefu, na kutokea siku alipokatwa nywele zake, basi ndivyo huzuni yake ilipoweza kuisha siku hiyo baada ya mume wake kuweza kufariki. Bidada Samini akaendelea kumchunguza huyu bidada ambaye anataka kuiuza nyumba yake, lakini akaomba usaidizi wa mwamba Sanogong ili aweze kumsaidia kuweza kujua huyu bidada. Na kila kitu ambacho mwamba Sanogong anaambiwa anasema tu sawa, ndakufanyia kazi hiyo. Anajitahidi sana angalau ajitoe katika kifungo hicho ambacho bidada amemwekea, ila anashindwa. Lakini wakati huo bidada akaamua kumnunulia mwamba popcorn mikubwa sana, kisha mwamba akawa anakula kama mtoto mdogo, kitu ambacho kikaanza kumfurahisha sana bidada na kusema kwamba kabla ya kufanya kazi lazima ule. Na msaada ambao bidada anaohitaji kutoka kwa huyu jamaa ni kumtafuta yule mtu aliyekuwa amemkata yule msichana nywele zake. Na huku mwamba Wicho kutoka alipokunywa ile damu kidogo tu ya bidada, basi mashavu yake yamekuwa mekundu kweli kweli. Anaogopa hata kutoka kwenda katika maeneo ya watu wengi, na kila wakati anatafuta dawa ya kuweza kujitibia. Akaanza kusema tu kwamba yani Sanogong alichonifanyia sio kizuri kabisa. Lakini huyu mfanyakazi wake anayefahamika kwa jina la G akufurahishwa kabisa na kitendo cha kuona kwamba master wake anateseka kiasi hiki. Akaahidi kwamba usiku wa leo atakwenda kumteketeza bidada Samini ili mwamba Wicho aweze kuishi kwa amani, kwa sababu amekosa raha kabisa, anaogopa kuweza kutana na huyu bidada Samini. Lakini wakati bidada G anatoka pale ndani, tayari PK alikuwa ameweza kuelewa kila kitu ambacho kitakwenda kuendelea. Haraka sana kamfuata mwamba Wicho na kumwambia kwamba hivi unajua huyo bidada G anakwenda kumteketeza bidada Samini. Haraka wakaenda kumvizia bidada na kumzuia kwamba hatakiwi kabisa kumuua bidada Samini. Na bidada alipoweza tu kusaidiwa pale kukombolewa asiweze kuuliwa, basi moja kwa moja siku ya leo akawa anaelekea pale ambapo yule mwanamke alikuwa amekata nywele alikuwa ameweka kitu fulani hivi. Lakini katika harakati za kuendelea kupekua yule mkata nywele akajitokeza nyuma yake, kumbe ni shetani bana. Na kumbe shetani huyu kazi yake ni moja tu, kukata nywele ambazo zimejaa huzuni. Kwa kisha kukata tu nywele za huzuni, basi unajikuta una furaha wakati wote. Lakini bidada Samini mwanzoni aliogopa, lakini baadaye akaanza kuona kwamba mbona huyu shetani ni kama mzuri, kwa sababu kama atakaponikata nywele zangu nitakwenda kusahau kila kitu ambacho kinanipa huzuni katika maisha yangu. Hii imetulia utafikiri. Kaka shetani akiwa busy kabisa kutaka kumkata bidada, akafa tu bidada akawa ameita Sanogong. Mwamba akawa ametimba katika eneo lile na kumshambulia yule shetani. Kisha bidada akasema kuwa japokuwa nimeweza kumuua huyu jamaa, lakini moyoni mwangu pana huzuni sana. Hasa mwamba kwa kuwa amepewa limbwata na bidada, basi
basi akaanza kumtafutia bidada furaha, akamnunulia kitu fulani cha kuchekesha, lakini bado bidada akawa kitaki kabisa kile kitu, akaondoka zake. Bidada akaelekea kwa mwamba anayefahamika kama General Dong na akamwambia kuwa unaweza kutumia kifaa hiki kuweza kumfungua jamaa kwa muda mfupi ili uangalie je, jamaa amekuwa na mapenzi na wewe au sasa hivi bado ana mapenzi tu ya kutamani kunywa damu yako. Basi baada ya dakika chache tu bidada akawa amerudi katika eneo la tukio. Kumbuka kwamba sasa hivi ameshailoga ile bangili ambayo iko mikononi kwa mwamba na haifanyi kazi kabisa. Basi bidada akaanza kumuuliza jamaa, je, mimi naonekanaje? Mwamba akasema kuwa unaonekana ni mrembo sana. Bidada Samini kuyasikia hayo alifurahi kweli kweli, kwa sababu aligundua kabisa kwamba mwamba anayazungumza ya moyoni mwake, kwa sababu wakati huu ile bangili haifanyi kazi, hamuendeshi kabisa. Na siku ya leo katika nyumba ya mwamba Wicho na mwamba Sanogong, basi siku ya leo alikuwa anapeana taarifa ya kwamba kuna madirekta wakubwa sana kutokea Uingereza watakuja. Lakini mwamba Wicho akatamani hawa madirekta wafikie hapa nyumbani na waishi hapa nyumbani kwa muda mfupi. Lakini mwamba aliposikia hayo Sanogong hakuwa na furaha kabisa, akasema kwa sawa, haina shida. Lakini mwamba Wicho akaongezea kwa kusema kuwa huyo producer ni mzuri sana na atakwenda kumfundisha bidada Samini namna nzema ya kuweza kuigiza. Lakini kumbe mpango wa mwamba Wicho ni kumsababisha jamaa aweze kupata wivu pindi atakapoona hawa wanafundishana namna ya kuweza kuigiza. Lakini bidada Samini wakati wote amekuwa na mawazo sana, kwa sababu anajikuta kuwa ni kama anaingia katika mapenzi na huyu mwamba Sanogong. Anaanza kujiuliza, je, inawezekanaje binadamu na shetani kuingia katika mahusiano? Na bidada akawa amekaa leo na mwamba Sanogong. Sanogong akawa amemletea uji na kusema kwamba huu uji umeweza kupikwa na mkurugenzi ambaye ni rais wa kampuni. Huyu jamaa akiwaga peke yake huwa anajipikia vyakula yake vye mwenyewe. Nyakati za usiku sana, kuna mwamba mmoja alikuwa ametimba katika maeneo ya library, anaendelea kujisomea vitabu vyake, lakini kando yake aliweza kumuona msichana mmoja mrembo sana akiwa ameketi peke yake. Jamaa akaanza kujichekesha kwa huyu bidada, lakini hapa tu kuna message kama ingia katika simu yake. Rafiki yake alikuwa kumwambia kwamba katika maeneo ya library sio vizuri kukaa mpaka usiku, kwa sababu inasemekana kwamba kuna mwanamke mmoja mrembo sana ambaye ni mzimu, huwa anajitokezaga pindi watu wanapokuwa wanasoma mpaka nyakati za usiku sana. Mshikaji akaogopa sana kuyasikia hayo, akatetemeka mpaka akajikuta anaangusha simu yake chini. Sasa wakati anaiokota simu kutazama huku upande wa bidada, anagundua kwamba bidada hana miguu. Kikao kimenuka hapa. Bidada alipoweza kumchungulia mwamba huko chini, basi mwamba alipiga kelele mpaka kazimia. Hasa yule mkurugenzi wa kampuni ama rais wa ile kampuni ambaye anafahamika kama Daisik, mwamba alitembelea katika maeneo ambayo vyakula vya baharini vinauzwa, lakini leo aliweza kumfumania pweza mmoja hivi mweupe. Na alipoweza kumuona yeye aliweza kumtambua. Kumbe huyu alikuwa ni mtoto wa pili wa ufalme, kwa sababu aliwahi kuvunjaga sheria, basi akaamua kutolewa katika ule ufalme na akaletwa katika maeneo ya duniani. Sasa kuna wauni wameweza kumvua na wamemleta hapa katika vyakula vya baharini. Hasa kwa sababu huyu President Daisik anamjua vizuri, akawa amemchukua yule pweza na akamleta hapa katika nyumba ya mwamba Wicho na akasema kwamba nimemleta mtoto wa mfalme hapa. Na basi mwamba Wicho akaendelea kusimulia stori za kwamba huyu pweza hakuaga mzuri kabisa, alikuwa ni pweza mwenye tabia mbaya kweli bana, kwa sababu historia inaonyesha kuwa katika kipindi cha zamani sana kuna mtu ambaye ni samaki mtu mwenye kumpenda binadamu, na kwa bahati mbaya sana huyu pweza na yeye alikuwa akimpenda huyo binadamu, lakini huyo binadamu hajawahi kumpenda hata siku moja. Basi kwa sababu kuwa pweza katika bahari ni cheo kikubwa sana na una mamlaka makubwa, akaamua kumwagiza yule samaki mtu ambaye anapendana na huyo binadamu na kumwambia kuwa nenda ukamuue huyo binadamu nikiwa nakushuhudia kwa mbali kabisa. Kwa hiyo hilo ndio kosa ambalo huyu pweza alikuwa amelifanya, lililosababisha yeye kuweza kulaaniwa na kutupwa katika maeneo ya baharini milele. Lakini kitu cha kuchekesha ni kwamba kumbe bana yule samaki aliyekuwa anapendwa na mtoto wa mfalme ambaye ni pweza wa kipindi hicho bado mpaka dakika hii yupo katika dunia, na ndio yule mwanamama ambaye tumeweza kumuona katika library akiwa anamtishia yule mwanaume aliyekuwa anasoma vitabu. Kwa hiyo yule kumbe sio mzimu, bali yule ni samaki mtu. Na wamepata story hawa wakina Samini pamoja na huyu mwamba Sanogong kwamba yule samaki mtu anampenda mtu ambaye ni manager wa library ile ambayo huwa anashindaga kila mara. Lakini siku leo akaja kugundua kwamba yule manager ana girlfriend wake na wanapendana sana. Wakawa wanafikiria kwamba yule samaki mtu atakapoona hii scene itakuwaje. Lakini mwamba Sanogong akasema kuwa lazima kwa wakati huu huyu samaki mtu atataka kumuua huyu jamaa kwa kitendo cha kuwa na mwanamke mwingine. Hasa siku leo tunaonyeshwa mwamba PK akiwa na bidada mmoja anayefahamika kama Aris. Kama unakumbuka, Aris ndio yule ambaye aliweza kumpokeaga bidada Sara na kusema kwamba wewe umeweza kukuangua gari yangu. Sasa siku leo alikuwa akiongea na PK na PK anasema kwamba naweza kukusaidia kutoa huyo shetani aliyopo katika kichwa chako. Na kwa hatua za awali kabisa ambazo PK anazianza huwa ni kuzimisha taa, lakini wakati huo amezima taa, basi bidada Aris alikuwa akimwangalia sana PK. Hii inaashiria kwamba Aris anampenda sana huyu PK. Hasa bidada Samini kwa sababu ameweza kujua kwamba hapa katika library samaki mtu huyo anapenda sana kushinda, basi moja kwa moja akaleta maji ya baridi sana, akaamini kwamba huyu samaki mtu atakapojitokeza basi atatumia maji haya kuweza kuzilisha halisia yake. Na dakika hizo kama bidada alivyokuwa amewaza, yule samaki mtu akawa amejitokeza, lakini baada ya kumwagia maji haya baridi akakuta kuwa hayana madhara yoyote kabisa kwa huyu samaki mtu. Lakini pia huyu bidada Samini akaanza kushangaa kuona kwamba ni kwa nini huyu samaki mtu hana kabisa mkia ule wa kisamaki. Lakini wakati huo mwamba Sanogong akawa ametimba na kumletea kisu. Lakini bado bidada akaanza kumuuliza huyu mwamba Sanogong kwamba hivi ni kwa nini yule samaki mtu hana mkia, inakuwaje kwaje? Lakini jamaa akasema kuwa sina majibu ya kutosha kuhusiana na huyo samaki mtu, naomba tuondoke hapa. Na bidada akiwa amepanda lift haraka sana anataka kuondoka katika eneo hili, ghafla tu akawa amepishana na manager akiwa anaingia katika lift. Bidada akayakumbuka maneno ya mwamba Sanogong akisema kuwa kama tu huyu samaki mtu akiweza kushuhudia hii scene ya hawa kwamba wana mahusiano, basi atakwenda kumuua huyu jamaa. Bidada akagundua kwamba
kwamba meneja yuko katika hatari. Bidada akazidi kumfuatilia meneja kila sehemu anayokwenda, lakini akaweza kumshuhudia yule samaki mtu akiwa ameshika kisu. Hii ilikuwa ni scene inaonyesha kwamba kuna hatari kubwa sana itakwenda kujili hapa mbele. Unadhani nini ambacho kitakwenda kutokea? Tukutane katika episode ya 6 recap yetu nzuri. Nikukumbushe tu kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujaweza kugusa alama hiyo, lakini pia nikukumbushe kugusa alama ya kulike kadri unavyoweza ili tuweze kukutana katika episode ya 6 kwa haraka zaidi.